أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى الذين استشهدوا بين يديك يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصائب أبا عبد الله الحسين. Katika mada tuliyokuwa nayo kwamba je, tunamjua al-Imamu al-Hussein katika maisha yetu ya kila siku? Tumeanza na tumetangulia, tumeeleza mengi, na kiondokeo chetu kilikuwa ni hadithi hii pendwa na maneno haya mazito aliyoyasema yeye mwenyewe Aba Abdullah. Kwa kupata baraka za Aba Abdullah, maneno hayo yanasema hivi: inni lam akhruju ashran wala batran wala mufsidan wala dhalima wa innama kharajtu li talabi al-islah fi ummati jaddi wa abi uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar faman qabilani biqubuli al-haqq fallahu awla bil haqq wa man radda alayya hadha asbir hatta yahkuma Allahu baini wa baina al-qaumi bil haqq wa huwa khairul hakimin. Maneno haya tuliyaongea sana na tukasema Imamu al-Hussein alayhi salam, tunapotazama tutazame katika engo ya pili, au tumtazame katika engo ya pili. Wengi tumekuwa tukimtazama katika engo ndogo, lakini kuna engo kubwa, au kwa lugha nzuri tunaweza tukasema hivi: Imamu al-Hussein tumtazame katika jihadul akbar wa jihadul asghar. Sasa sisi tunatakiwa tumtazame kwa jihadul akbar, ambao jihadi hiyo al-akbar ni bwana mtume pili pale alipowatuma masahaba wanarudi kutoka katika vita, wamepambana na wameumia na wamekufa, lakini al-Imam bwana mtume Muhammad anawaambia ahlan biqaumi qadhu jihad al-asghar wa baqiya alaihim jihad al-akbar, kwamba karibuni sana ndugu zangu, mmepambana vita ndogo lakini imebaki vita kubwa. Alivyoulizwa akasema jihadun nafs, ni hapa. Na tukasema Imamu al-Hussein alitoka katika kupambania jihadi hii kubwa ambayo asili yake inaanzia katika nafsi zetu. Shari, jeuri, dhulma zote zinaanzia wapi? Zinaanzia katika nafsi zetu. Kwa hiyo tukafika katika mada ambayo tuliunganisha, tukasema Imamu al-Hussein alayhi salam alitoka kupambana kwa sababu ya upendo. Hii nataka niwarudishe nyuma tu ili tuingie kwenye mada. Alitoka kwa sababu ya kulingania upendo, na kwa sababu yeye mwenyewe alipenda. Sababu siku zote lazima ufahamu, mtu yoyote ambaye ana upendo hawezi kuwa ni mshari. Mtu yoyote ambaye ana upendo hawezi kuwa ni jeuri. Mtu yoyote ambaye ana upendo hawezi kuwa ni fisadi. Mtu yoyote ambaye ana upendo huwa hawezi kuwa ni dhalim, bali itakuwa ni kinyume chake. Atakuwa ni mtu wa kupenda kheri, ni mtu wa kupenda amani na utulivu na kadhalika. Sasa jana tuliongea mambo mengi, tukaangalia aya tukufu, na leo ndio tutaondokea nayo hiyo. Aya hii inaelezea upendo na umuhimu wa upendo na faida zinazopatikana katika upendo.
ambayo aya hiyo ilisema innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, hakika wale walioamini na wakatenda mema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anawajalia upendo. Aya hii tutabaki nayo katika mada yetu ya leo insha Allah. Lakini kama mnakumbuka, jana tulielezea vigawanyo vya upendo. Moja katika kigao kikuu na kigao mama na kigao funguo tukasema ni hubbullah, ni kumpenda Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kigao cha pili ni hubbu awliya Allah, yani kuwapenda mitume pamoja na wale mawali na maimamu. Lakini hubu ya tatu ni hubbul mu'minin, ambayo hii hatujaigusa hata kidogo. Lakini vile vile kuna hubbu nas, ambayo ni yote, na yote haya yanaingiliana kwa sababu hivi ni vigawanyo tu. Kama nilivyosema kwamba anayempenda Mungu ndio atakayewapenda watu, na kwanza lazima Mwenyezi Mungu awe ndio ufunguo wa kuwapenda watu. Ukiwapenda watu ukaanza moja kwa moja, tulisema umefeli. Ukiwapenda mitume moja kwa moja na mawalii wa Mungu, ujue umefeli, utashindwa tu, upendo wako utaishia njiani. Kwa hiyo yote yanaingia katika aina moja tu ya upendo. Upendo ni mmoja tu, kama alivyotufunza Aba Abdullah al-Hussein. Upendo anauweka mwenyewe Mwenyezi Mungu, na hata aya tuloisoma, upendo ni Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio anaoifanya nini, anaiweka katika nyoyo za mwanadamu. Sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, Mwenyezi Mungu huwa anajalia, anatia upendo katika nyoyo za waja. Sasa leo tunataka tujiulize swali kama muendelezo. Hapa ndio nukta yetu mpya ya leo. Tunataka tujiulize swali ikiwa ni kama uendelezo. Jana kuna mtu aliniuliza swali na mimi nimependa niliweke swali hilo kwa sababu linaendana sana na mada. Hata niliyotaka kuyaongea ni hilo hilo. Yeye mwenyewe kama yupo atanielewa. Swali lake lilikuwa hivi: nini lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuletea aya hii tukufu? Qul la as'alukum alayhi ajran illa almawadda fil qurba wa man yaqtarifu nazid lahu husna. Mwenyezi Mungu hapa, ukiangalia aya hii anavyosema yeye katika swali lake, unamuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yani kana kwamba anatuamuru sisi tukipende kizazi cha mtume, na tukikipenda kizazi cha mtume kuna faida, na atatuongezea faida, atatuongezea mazuri zaidi. Lakini vile vile mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna hadithi tuliisoma jana tukasema hivi kwa kuikumbusha, nayo inatuamuru tumpende mtume na ahlubait, ambayo inasema mtume sallallahu alayhi wa alihi anasema la yakunu abdi mu'minan hatta akunu ahabbu ilayhi min nafsi wa yakunu itrati ahabbu ilayhi min itratihi. Hawezi kufikia mtu daraja la imani mpaka mimi mtume wake niwe ndio niko amenitanguliza sana na ametanguliza kizazi changu kuliko kizazi chake yeye mwenyewe. Angalia, maneno haya ni makubwa. Kwa hiyo akauliza swali, sasa hivi ni kuna siri gani hapa? Mtume, Mwenyezi Mungu, wote wanaonyesha, wanalazimisha, wanaamrisha tupende yeye mwenyewe na tupende kizazi chake. Kwa nini? Kuna siri gani? Kuna falsafa gani? Na kuna faida gani? Faida zipo nyingi sana. Kwanza katika aya ile yenyewe tuliyoisoma, qul la as'alukum alayhi ajran ila almawadda fil qurba, pale imetoka faida ya ujumla, wa man yaqtarifu hasanatan nazid lahu fihi husna, kwamba yule atakayeweza kuwapenda kizazi hiki basi mimi nitamuongezea mazuri mengine mengi, nitamuongezea mazuri mengi. Yani kuna vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatujalia.
kama tulivyoiona katika aya, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yana maana katika upendo kuna kitu, kuna mapenzi fulani yanakuwepo. Mapenzi yale tunaweza tukayasema ni kupendana wenyewe, ile ni neema. Ikifikia watu wanapendana ni neema. Nasema hivyo kwa sababu gani ikifikia watu wanapendana ni neema? Kwa sababu hebu chukulieni mfano hapo ulipo, kila mtu angalie mfumo wa maisha tunavyoishi. Hivi unajisikiaje na utajionaje na utakuwa katika hali gani pindi utakapokuwa labda unaishi na mtu, unaishi na watu, unaishi na jamii, unaihisi haina upendo na wewe? Unakuwa katika hali gani? Ni mtihani mkubwa yani unajikuta kwamba yani kama vile umetengwa, umedhalilishwa, huna thamani, huna faida wewe katika ile jamii. Yani utajihisi mambo kama hayo. Sasa lakini ukijihisi unapendwa, angalia utakavyokuwa utachangamka. Alafu vile vile hata kama ulikuwa unafanya kazi, hata kama ulikuwa unajitolea, hata kama ulikuwa unahudumia familia yako, hata kama ulikuwa unalea watoto, utapata nguvu. Mfano ukamjua mume wako anakupenda kwa mtoto wa kike. Hebu niambie hizo kazi utakavyojitolea wewe. Utafanya yani huna shaka, kwa sababu kuna kitu akikusumbui, yani unadhamana nacho. Kuna kitu unadhamana nacho. Na mume naye vile vile akijua kwamba huyu mke wangu mimi ananikubali kweli kweli, angalia atakavyokuwa anadandia daladala asubuhi, hajaamshwa kashaamka. Saa 11 anaenda kudandia daladala. Kwa sababu anajua huku nina viumbe, huku inatakiwa niwahudumie. Lakini hebu cheza kinyume chake. Kuna baadhi ya mababa hawazihudumii nyumba zao kwa sababu washaona dharau. Na watu hawakubali dharau. Kuna baadhi ya mamama wanaiacha familia kwa sababu wameshaona sipendi dharau, nyumba hii sio, mtu mwenyewe ninayemkubali ndio huyu. Kwa hiyo upendo ni kitu kimoja muhimu sana. Sasa haya ndio mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuzidishia. Lakini kubwa zaidi, haya yote unaweza ukayakubali kama utawatambua ahla baiti kama wao ni msingi. Unajua tatizo linaanzia hapa. Tatizo kubwa katika jamii ya Kiislamu kwa sababu ya haya madhehebu yetu. Huwa tuna tofauti katika kutazama upendo wa ahla baiti. Yani huyu al-Imamu al-Husaini ninavyomtazama mimi na anavyomtazama mtu mwingine ni vitu viwili tofauti. Kuna mwingine anamtazama huyu si mjukuu wa Mtume, basi amemaliza hapo, milango mingine yote imefungika. Lakini mwingine atamtambua kwamba huyu ni mjukuu wa Mtume kwanza ni mjukuu wa Mtume, damu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini zaidi ya hapo anamtambua kwamba huyu ni min asasul Islam. Na ahlubait wote ni msingi miongoni mwa misingi ya Kiislamu. Kwa ushahidi wa maneno ambayo anayasema Bwana Mtume, anasema likulli shay'in asas. Wa asasul Islam hubbna ahlal bait. Angalia maneno haya, unajua ni maneno makubwa sana. Anasema kila kitu duniani kina msingi. Yani hakuna jambo kaliona halina msingi likajenga. Anasema ndio maana Waswahili wanasema usione vinaelea vimeundwa bwana. Wewe unaona meli kubwa lile linaelea baharini, ukaona tu wamechukua tu wameliweka. Linaelea kwa sababu watu wameliwekea misingi fulani, wamelijenga kwa mfumo fulani, kiasi kwamba utaiona yenyewe inapita juu ya na tani zote zilizobeba. Sasa Bwana Mtume anasema kila kitu kina msingi wake. Sasa Uislamu una msingi. Msingi wenyewe sasa ni kuwapenda kizazi cha Mtume kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu alivyotuambia, kul la as'alukum alayhi ajran illa almawadda fil qurba. Angalia amri hiyo ambayo tumeshaifasiri aya hiyo Kwa hiyo ina maana kwamba hapa ukipata huu ni msingi. Kwa hiyo sasa wewe utakavyokuwa unawatazama ahlulbaiti, utawatazama kwa mlango mwingine hapo. Hutomchukulia kama mjukuu, ni kweli mjukuu wake, lakini utakuwa una ziada
kwamba huyu ni wale misingi ya dini. Msingi wa dini ni lazima uujue, ni lazima uufuatilie. Sasa ukishafahamu hivyo, ndipo hapa hatua nyingine sasa itakupeleka, utahama hapo ulipo, utajua kwamba kumbe kuna faida ukishashika msingi huo. Kwa sababu katika maisha yetu, hususan sisi Waislamu, tunaamini kwamba kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu ametupangia na mtume wake wametupangia au wametuamrisha au wametukataza, ujue hilo jambo hilo lina faida yake, sio habaan manthura, lina faida. Japokuwa wewe unaweza usilione au ukalikataa kwa sababu ya nafsi yako ilivyokuwa, au kutokana kuwa na elimu, kutokuelimika, kutokuwa na upeo, unaweza ukalikataa. Lakini chochote kile ambacho kimeamrishwa na Mwenyezi Mungu ukikifanya, utashangaa mabadiliko. Sasa hubu ahlul bait, kama utawapenda, kupenda kwa kukamata, manake hapa lazima tuelewe alhubbul maqsud ma huwa, ule upendo unaokusudiwa hapa ni upi. Waarabu wana maneno mawili haya, wanasema kuna hub wal mawadda. Hub ni upendo wa kawaida, hub ni upendo wa kawaida sana, lakini almawadda ni upendo ule, yani fihi tawalli wa ittiba'ul athar. Ndani yake unakuta kuna nini? Kuna hali unamtawalisha mtu, unamweka mbele, anakuwa kama vile kioo chako. Yani mtu umemweka, umemtanguliza, umempa kipaumbele, umemweka mbele sana. Lakini vile vile kufanya nini? Atawali wa ittiba'ul athar, kufata zile nyayo zake, unamuiga sasa. Na hii inatokea, angalieni vijana kwa vijana, si inatokea watu wanavyowapenda watu mpaka wanawaiga style zao za maisha, mavazi, nini, si uongo nasema maneno haya? Kuna watu mitaani huko wanajiita wao majina ya wanamuziki fulani, wanajiita majina ya mastaa fulani, wacheza mpira fulani, mastaa wa dunia wale. Unakuta mtu na anajiweka mpaka nywele ananyoa vile, na madada hivyo hivyo, utakuta mpaka mavazi anaweka hivyo. Sasa ile ndio wanasema, yani mtu anakuwa amefika. Lakini sasa kupenda kwa upande mwingine kuliko kuwapenda ahlul bait ni makosa. Sasa tunatakiwa sisi kinyume chake, huo ni mfano, kinyume chake tuwapende ahlul bait mpaka kiasi kwa kwamba tunawafatisha hutua zao, walikuwa wanaishi vipi, maisha yao yalikuwaje, tabia zao zilikuwaje, maadili yao yalikuwa vipi. Yani zile ndio wanasema ittiba'ul al-athar. Hiyo ndio inayotakiwa. Lakini si kuishia tu katika upendo ule wa sathi, upendo wa juu juu. Kuna upendo ule wa juu juu, mimi nampenda bwana, mimi nampenda Imam Hussein, lakini sio kiivo. Umeelewa? Kuna watu sio kiivyo, yani anampenda kwa upande fulani kwa sababu ni mjukuu tu, lakini hampendi kwa sababu, yani hapendi kwa ili aweze kumfata, aweze kuiga, aweze kusikia. Sasa ala kule hali, lengo langu hapo ni nini? Kwamba ili tuone faida, kwanza inatakiwa tushikamane, tamasuki ambao ina msukumo wa mawadda wal mahabba. Ukiweka hivyo utaona faida inakuja. Mfano nikupeni, kuna hadithi maarufu sana, nyote mnaijua hapa wanafunzi, mmehifadhi sana. Nataka tuende na hadithi hiyo ili mradi muweze kupata faida, mjue kumbe kuwapenda ahlul baiti kuna malengo na kuna faida. Hadithi Thaqalain. Mtume mwisho wa uhai wake alisema maneno haya kwa kuyakariri baadhi ya sehemu mbalimbali. Alikuwa katika mji wa Madina, kwanza Arafa, alipofika katika Masjid Haif, alipokuwa katika Masjidul Madina, msikiti wake, alipokuwa yupo kwenye ghorofa yake, kwenye kichumba chake, ambapo homa imemkamata kweli kweli bwana mtume, anaumwa. Alirudia kama mara 4 mara 5 maneno haya.
aliyasema hivi maneno haya, naomba myasikize afu tutakwenda hatua kwa hatua. Alisema inni tarikum fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan, kitab Allah wa itrati ahla baiti fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-hawl. Muona maneno hayo kwamba maneno haya yana maana gani? Twendeni pamoja wote kwamba mimi nitaondoka. Mimi Mtume Muhammad ni kama kwamba anasema hivyo, mimi Mtume Muhammad ni rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan, mimi ndio huruma ya ulimwengu. Mimi ndio huruma yani huruma ya ulimwengu. Mtume Muhammad, sisi tumepata huruma ya Mungu pale alipokuja akawa anatufundisha dini, anatufundisha kuhusu Mungu, anatufundisha hukumu na nidhamu mbalimbali, anatufundisha mambo mema, akhlaqi zinatakiwa ziwe zipi, maadili ya maisha yetu ya kila siku yawe vipi. Ile ni rahma, kwa sababu kama mnafahamu na kama mpo na mimi sawa sawa, tunaenda sambamba, mwanadamu japokuwa ameumbwa vizuri sana, amekamilika, ana akili nyingi, ana uwezo mkubwa, ana mawazo mengi na ana akili kubwa, lakini wallahi kama asingeletewa sheria za Mwenyezi Mungu, asingeletewa nidhamu za Mwenyezi Mungu, asingeletewa kanuni za Mwenyezi Mungu, mwanadamu huyu hana tofauti yoyote na simba aliyokuwa porini. Hana tofauti. Kinachomfanya mwanadamu akabaki mwanadamu ni nini? Ni kanuni, sheria, nidhamu. Tuko pamoja hapo Hivyo ndio vinamfanya anakuwa, kwa sababu hata kama ana akili, wangapi wana akili katika ulimwengu huu? Tena mabongo ya ulimwengu hapo safari, lakini si wanatutengenezea elimu za kutuua, so wanatuundia elimu za kutumaliza. We mtu anakaa anatengeneza vita vya kisaikolojia, psychological war anaita. Hebu niambie mtu huyo eti jinsi gani atakupiga we vita kisaikolojia? Mambo ya kihisia hayo tunaongea hapo Anaandaa kabisa mitaala. Huyo mtu unajua mtu mbaya kiasi gani? Si ana akili, sikasoma, ana mashahada, madigirizi anayo, lakini angalia mtu huyo jinsi alivyo. Sasa haya ni kuangalia vizuri. Kama Mwenyezi Mungu asingetuwekea hududi, akili ya mwanadamu inavuka mipaka. Na ndio maana mwenyewe katika hadithi al-Qudsi moja, Bwana Mtume anatuambia hadithi tukufu, anasema ubida ar-Rahman bil aqli ubida bihi ar-Rahman. Kwa kupitia akili ndipo alipoabudiwa nani? Yani ibada na akili vinakwenda sambamba. Haya maisha yetu ya kila siku haya, nidhamu za kimaadili, nidhamu za kiakhlaq, hizi zote hizi zinakwenda na nini? Zinakwenda na kanuni za Mwenyezi Mungu. Tunaposema neno ibada, maana yake ni kanuni zote za Mwenyezi Mungu. Yaani wewe chochote utakachokifanya katika maisha yako, unakwenda kusoma kwa nyinyi wanafunzi, wewe baba unakwenda kazini, uko kwenye ibada. Mama umekaa na watoto wako unawalea vizuri, unahakikisha umewasafisha, unawasafisha nguo zao, unahakikisha watoto wako vizuri. Maana yake wewe pale unaabudu. Kulea ni ibada, sio kitu cha kawaida. Kulea mtoto ni ibada. Umeona Kwa hiyo ofisini, ukiingia ofisi yoyote ile, ukawa unafanya kazi ya aina yoyote, kasoro isiwe na haramu tu. Maharamu ndio hapo kanuni imekuja ikaweka kwamba hili ni la haramu na hili ni la halal. Sasa yote haya ni ibada, lakini umewekewa sharti akili iendane na hizo ibada. Kama zisipoendana na ibada, maana yake utaharibu. Na ndio maana leo tunaona watu dunia, watu wanaharibu. Na ndio maana kama mnakumbuka, nilianza kutanguliza kule kwa hadithi na jana tulirudia, nasema kwamba mwanadamu atakapo fanya adabu mbaya, basi akili yake inafanya nini? Inakufa. Yani inakufa kabisa. Akifanya adabu mbaya tu, basi akili ile nayo inakuwa
kazi. Ina maana kwamba kuna mahusiano baina ya adabu, nidhamu na maadili na akili. Ukifanya mambo ya ovyo ovyo, akili yako yenyewe inakufa, kwa sababu akili imezoea mazuri, akili imezoea wema, akili imezoea mahaba. Sasa ukiwa mshari tu, ukiwa ni batra, ukiwa sijui ni mtu dhalim mufsid, akili tena inasiz, haiwezi kufanya kazi yoyote. Sasa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yeye alikuja kama rahmatan lil alamin. Sasa anawaambia umma, jamani, mimi nilikuja rahma, mnakumbuka? Nimeitwa mimi ni rahmatan lil alamin. Lakini bado kuna aya nyingine, laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu alayhi ayatihi wa yuzakkihi wa yuallimuhumul hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mwenyezi Mungu anaswambiaje katika aya? Nimewapendelea, nimewapa tunu kwa kumtuma mtume Muhammad, kwa kumtuma mtume Muhammad, ambaye mtume huyu atakuwa anawasomeeni kitabu, yani ina maana kwamba ni mafundisho hayo ya dini, na atakuwa anazilea nyoyo zenu, yani maadili, akhlaki nzuri, tabia njema katika maisha yetu ya kila siku. Hata kama itakuwa wale wa mwanzo hawakupata hivyo vitu. Sasa haya, huyu mtume Muhammad ambaye ametumwa sisi kama tunu kwetu na zawadi na msaada kwetu, ndio anakuja kutuambia maneno haya, jamani, mimi naondoka, mimi ni binadamu, lakini nimekuachieni vitu viwili. Hivyo vitu viwili vina place ile nafasi yangu, yani ile nafasi yangu ile mimi niliyokuwa nayo ndio itakapo, inni tarikun fikum thaqalain, kitab Allah wa itrati ahla bait, kitabu cha Mwenyezi Mungu na familia yangu, kizazi changu, yani al-Imam al-Husaini alayhi salam wa tis'atul ma'sumina min wuldi al-Imam al-Husaini, kwamba anawaachia Imam al-Husaini na anawaachia watakaozaliwa na al-Imam al-Husaini alayhi salam. Haya, ala kuli hal, lakini angalia mahala pazuri kwamba ma intamasaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan, kama mtashikamana hamwezi kupotea, hamwezi mkapotea. Yani kupotea kivipi? Naomba hapa tuelewane vizuri. Kupotea kupo kwa namna nyingi sana, kwa sababu Uislamu umeshika mambo mengi sana. Kwa hiyo sasa, kama utakuwa haupo makini, unaweza ukaangalia kupotea ukawa unaangalia kwa mambo fulani yanayoonekana, lakini uweze ukaangalia mambo ya kimaadili, mambo ya kiroho, mambo ya kinafsi. Mfano kama hizi shari tunazoziweka katika nafsi zetu, dhulma na mafsada tunazozifuga kwenye nyoyo zetu na kuishi nazo hivyo, hiyo ni kupotea. Inatakiwa sasa ujue kwamba usiangalie kupotea ni kwamba tu kuna mtu fulani humuoni katika baadhi ya mambo mema peke yake, au kuna mtu humuoni milango ya msikitini. La, unaweza kuwa wewe umepotea kuliko yeye ambaye humuoni kwenye milango ya msikitini. Tena wewe ndio umepotea sana, kwa sababu unaweza kuwa wewe unakwenda kuswali kila siku, lakini swala yako imejaa riya, yani imejaa kujionyesha. Unaweza kuwa unaenda kuswali, lakini wewe moyo wako umesheheni shari, umesheheni shari kwa kiwango kikubwa mno. Hakuna mtu unayemtakia kheri wewe katika maisha yako, lakini unaswali. Wewe ndio ni jeuri, yani kiasi kwa kwamba kwa sababu wewe unaswali, unafunga mwezi wa Ramadhani, basi wale wote wasioswali, wewe kazi yako ni kuwakejeli tu. Ujui kama moyoni kwako umeficha nini. Umeona? Haya, ala kule hali, wewe unawezekana unaonekana unaswali sana, lakini wewe ni dhalim, hauna uadilifu. Sasa inakuwa vile vile bado nini? Kwa hiyo haya lazima tuyaangalie. Kuna kupotea kwa namna mbalimbali, na kupotea
ambapo ni kuovu zaidi na ni hatari zaidi ni kupotea kwa nafsi. Unajua masala ya kiroho haya, masala ya kinafsi, mara nyingi sana haya masala yanakuwa ni magumu. Unajua wote mko mashahidi hapo. Napenda niongee kwa lugha nyepesi tu. Ukiona kichwa kinagonga kidogo, si ndio? Au tumbo linasumbua, pengine tayari ushajua homa hiyo, malaria hiyo. Kuna watu wanajitibu wenyewe majumbani. Akiona kichwa kinanuna, mwili unaanza kuchoka, mwenye kashatoa jawabu, malaria hiyo. Anaondoka zake pharmacy, ananunua dawa mseto, si ndio ilivyo Lakini kuna mtu sharir, kuna mtu ni mutakabbir, kuna mtu ni mufsid, fasid au fisadi. Huyu sasa, huyu hajui kama yeye ni fisadi. Wallahi, ukimwambia wewe ni fisadi, ukimwambia wewe ni mshari, tena anakuona wewe unamfatafata. Wewe kwani mbona unaambia mambo ya ajabu? Wewe nini? Wewe unaona unanifatafata sasa. Kwa nini anafanya vile? Hajui gonjwa lake, kwa sababu akili sharuka. La adaba liman la aqlu liman la adaba lahu. Ana akili asiyokuwa na adabu. Kwa sababu inatakiwa ili uzijue adabu yako, akili yako lazima ikae sawa. Ili ujijue kwamba wewe uko vizuri na unakosea. Kuna tofauti. Kuna watu wengine ukifanya makosa baadaye unaanza kujuta, unaanza kujilaumu. Kuna nafsul lawama. Nafsi huwa inafikia katika daraja la kujilaumu. Unamkuta mtu anajilaumu pale, anasema hivi kwa nini nilifanya vile? Ngoja nikaombe msamaha. Shukuru Mungu hapo. Ukifika hali hiyo, shukuru Mungu, usujudu, sema alhamdulillah, na uwezo wa kujuta, siko pamoja hapo Lakini ukifikiria kuna ile nafsi ile ammaratun bisu, ndio hiyo aiyoelewagi hiyo ni ammaratun bisu, nafsiyatul ammariya. Hiyo inataladhaz. Unajua maana ya kutaladhaz? Yani inasikia raha pindi inakufanyia ubaya. Nimemkomesha sana yule, umeona, na bado ile kidogo nilitaka zaidi ya pale. Umeelewa vizuri hapo Yani haoni kama kafanya ubaya, haoni wala hahisi. Yani ile hisia kwamba amefanya baya hahisi. Sasa haya ni maradhi, haya hatari sana haya. Hii ndio Bwana Mtume anatuambia lan tadhillu ba'di abadan. Yani ikifikia wewe sasa umeshashikamana na Ahlul Bait, huwezi kupotea, hata akili yako itakaa sawa. Kwa sababu akili ikipotea ikawa haifanyi kazi, maana yake wewe ushakwisha. Sheria, nidhamu, kanuni na maadili yanataka akili, sio kwenda tu. Sasa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi anatuonyesha kwa upande kwamba kuna faida ukishikamana na Ahlul Baiti. Lazima watakuongoza, lazima watakushika mkono, watakubeba, watakupeleka. Lakini hapa vile vile nina angalizo kabla hatujasonga mbele. Kabla hatujasonga mbele, kwamba kuna angalizo hapa. Angalizo letu ni hivi kwamba sasa, mfano mimi nimekuwa kwa muda mrefu na ninataka ni wafate Ahlul Bait, lakini sasa najikuta kwamba bado ni mzito, siwezi kuwafata. Nilikuwa si watambui, na hili ni swali vile vile niliulizwa nilikuwa si watambui. Sasa nimewatambua na nimemtambua al-Imamu al-Husayn alayhi salam, lakini bado naona mimi ni mzito sana. Yani hata zile ziara zile kusimama nikasema leo ngoja nisome ziara ta Ashura nimsalimie al-Imamu al-Husayn alayhi salam. Leo ngoja nisome hadithul kisa. Leo ngoja nisome dua tawassul, nitawassali kwao. Mtu anasema mimi nakuwa mzito kabisa. Sana fanyaje? Maki nashindwa. Maki hiyo ni moja katika alama za hubbu Ahlul Bait. Ni ile kitendo unawahisi maimamu wale pale, unawaona hapo.
lakini unawaona kwa nini? Unawaona kwa moyo. Unajua nafsi, moyo una macho, mnalijua hilo? Al-Imam Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamu alayhi anasema al-ainu absaru min al-qalbu absaru min al-ain. Moyo, nafsi, roho inaona kuliko jicho linavyoona. Lakini sharti uwe msafi, sio uwe wa ovyo ovyo. Ukiwa ovyo ovyo jicho nafsi inafungika, inakuwa haieleweki. Lakini kama ukiwa ni mtu msafi, utakuwa kuna vitu unaviona na kuna vitu unastuka navyo. Unaona kabisa, wallahi unaweza ukauona ubaya na unaweza ukamjua mbaya, hajakuambia wala haja kufanyia, lakini wewe tayari ushafanya nini? Lakini ni usafi. Na mojawapo katika usafi huo, ujue unatafutwa wapi? Usafi huo unatafutwa kwa ahlul bait peke yao. Labda mtu aseme kwamba awe ahlul bait amewapa nafasi finyu sana, lakini ukiwapa nafasi ya Qur'an, ukiwapa nafasi ya Qur'an, manake ni wazito, ni wakubwa. Hivi daraja la Qur'ani tunalifahamu, uzito wa Qur'ani tunaifahamu. Uzito wa Qur'ani ni mkubwa sana. Sasa bwana mtume anakuja kuwaunganisha ahlul bait na Qur'an. Qur'ani ina shafaa, Qur'ani ni dua, Qur'ani inafungua mambo, Qur'ani yani sijui ambieni inakufungua katika ulimwengu wa kisayansi, ulimwengu wa kichumi, unakufungulia mambo hayo. Ulimwengu wa siasa, kama unataka kuijua siasa wewe iangalie katika Qur'an. Kama ukitaka kujitibu angalie Qur'an, wewe antazame Qur'an. Sasa bwana mtume anakuja anasema kitab Allah wa itrati ahlul bait. Maana yake hivi vitu vinaenda sambamba. Fa innahuma lan yaftariqa hatta yarida alayya al-haud. Hivi vitu viwili huwa havitengani. Yani siku ukimwona al-Imam al-Husaini anapiga hatua na kwenda zake Karbala, ujue ndio Qur'ani imetembea. Hatembei kinyume na Qur'an. Na ndio maana mwenyewe al-Imam al-Husaini alayhi salam Karbala alikuwa kuna wakati anaunyanyua msahafu ili mradi kuwakumbusha wale, jamani, mnaona msahafu? Mnauona? Yani anautanguliza msahafu mbele katika mapambano, ili labda pengine, lakini kwa sababu upande wa pili nyoyo zilikuwa tayari zishafanya nini? Zishakufa, hazioni wala hazisikii, zishafikia ile daraja summun bukumun umuyun fahum la yaqilun. Yani ushafika mtu haoni wala hasikii wala haelewi, pagumu hapo. Sasa ukitaka ili kusalimika, lazima kwanza upige hatua ya kuwapenda ahlul bait. Jilazimishe, utake usitake. Kama unataka uwe sawa sawa, lazima ujilazimishe kuwapenda ahlul bait, hatua ya kwanza. Na kujilazimisha kwenyewe ni vipi? Ahlul bait wala hawana mambo mengi, wanataka kitu kimoja tu, wanataka ni tatuhiru nafs, ni kuisafisha nafsi yako, kusafisha moyo wako. Na yeye inakwenda kivipi? Vipi tunasafisha nyoyo zetu? Wataalamu wa masala ya kiakhlaqi wanatuambia hivi, huwa tandhifu alqalb min aghyari ay tathhirihi wa ifraghihi min almail wa taalluq bi a'daa ahli albayt salawatullahi wasalamu alayhi. Kwamba hatua ya kwanza ili iweze kukusaidia wewe ni kusafisha moyo wako na tabia za ovyo ovyo, tabia mbaya. Shari achana nazo, shari. Jeuri achana nazo, nifaki achana nayo, ufisadi achana nao. Kila unayoijua ni tabia mbaya achana nayo. Kila unayojua kwamba hii si tabia njema, basi ikimbie baba, tena ikimbie mapema. Ukifikia hapo sasa, level hiyo ndio utakapofika utawakuta ahlul bait, kwa sababu ahlul bait wanashirikiana na Qur'ani. Wao ni Qur'anun natiq, wao ni Qur'ani inayotembea na inayoongea, ndio wao. Wao maisha yao yanafasiri Qur'an. Yani ukisoma ile sira ya Imam al-Husain utaona ni tafsiri ya Qur'an. Yani wewe jua kwamba ni tafsiri ya Qur'an.
maisha yake yalivyo. Ni tafsiri ya nini? Sasa ukitaka kuwajua na kuwapenda Ahlul Bait na kuwa karibu nao, lazima upige hatua hii. Safi kwanza, safisha nia. Ukishasafisha nia yako tayari, ndio utawapata Ahlul Bait. Hivi nikupeni, mnajua kwa nini Qur'ani watu wengi sana tunaisoma lakini hatuijui? Mnalijua hilo? Moja katika mtihani ambao tunaufanya leo katika dunia hii, Qur'ani wallahi imeshawahi kukaliwa mabunge katika mabunge ya Uingereza baada ya vita ya pili ya dunia. Hebu imagine bunge limekaa linaijadili Qur'ani. Jamani, tushawamaliza wote hawa, kimebaki kitabu hiki hapa, tukifanya nini? Waliosema tukipige moto ambia haiwezekani. Umeona Wanasema tufanye nini? Haiwezekani. Wakaambia kwa sababu wao wakiweka hapa kifuani kwao havisahauliki. Hata usafishe dunia mzima, lakini wakiweka hapa basi umemaliza. Hiyo ni moja. Kwanza nuru ya kubaki Qur'ani hapa inataka usafi. Ndio maana watu wazima wengi huwa hawawezi kuhifadhi Qur'ani. Wanaohifadhi ni wadogo wadogo hawa, bado hawajaingia kwenye mambo ya ajabu ajabu. Ndio utakuta juzu wamezikamata, mtoto mdogo kapiga juzu 20 30, umeona, juzu 10 juzu 5, kajitahidi, umri bado. Sisi wakubwa tuna changamoto moja, hii Qur'ani tunayoisoma tunaifahamu? Hatuifahamu mpaka leo. Tunasoma mpaka leo, watu bado tunabishana Qur'ani, tena tunakufurishana. Wewe umesoma hapo, sio sahihi. Unajua sababu mojawapo ni nini watu wanashindwa kuielewa Qur'ani na wanakuwa wanaita? Kwa sababu Qur'ani yenyewe unataka uisome uwe msafi, na moja katika usafi ni moyo wako. Wewe unaisoma Qur'ani kwa nia nzuri? Wewe mwenyewe umependeza nafsi yako inamereteka, iko safi, ina nuru? Kwa sababu Qur'ani yenyewe ukisoma katika surat Hadid, kuna aya inatuambia la yamassuhu illa almutahharun. Maneno makubwa mazito haya. Qur'ani huwa haishikwi isipokuwa na watu wasafi. Sasa tahara kwa maana yake pana, sio tahara kwa maana ya kuchukua kuoga josho au kwa maana ya kuchukua udhu. Kuna tahara nyingine ya pili, hiyo ni ya kwanza hiyo. Lakini kuna tahara ya pili, tatuhiru nafs, kuisafisha nafsi yako na madhambi. Kuna wakati mwingine watu tunasoma Qur'ani kwa madhambi. Madhambi yenyewe tunayoyafanya ni kwamba ni vipi? Unakuta mtu anasoma ile Qur'ani lakini ana malengo tu labda ya kutaka kubishana au kumkalisha mtu, kumdhalilisha mtu. Sasa huyu utamhesabu vipi? Yaani anaweza kuisoma aya kama anairudi vile, lakini lengo lake kubwa, yule shekhe ngoja nimdhalilishe, yule fulani ngoja nimkalishe. Sasa unafikiri tutaifahamu Qur'ani namna hiyo? Hatuwezi. Sasa na Ahlul Bait uzito wake ndivyo hivyo walivyo. Huwezi ukawajua Ahlul Bait wala huwezi kuwapenda Ahlul Bait kama bado wewe mwenyewe kuna vijitabia ambavyo ni vya ajabu. Haiwezekani. Mtu ana shari alafu unataka uwapende Ahlul Bait. Maliza shari kwanza. Hawawezi kukaa katika kifua chako, hawawezi. Huwezi ukathubutu kuwapenda. Itakuwa ni nini? Ni mtihani. Ili tuweze kujifunza kupenda, kuna tabia ambazo tunatakiwa tuzijenge nazo. Yaani tumeona hapa kwamba ili tuwapende Ahlul Bait kizazi cha Mtume, maana yake kwamba inatakiwa sisi tusafishe nyoyo zetu. Tuko pamoja hapo ili tufikie kwenye upendo. Yaani matendo mema ndiyo yatakayokufikisha kuwapenda Ahlul Bait. Kama vile tulivyoisoma aya, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, kwamba uamini kisha utende mema, Mungu sasa ndio anatupa upendo kwenye moyo wako. Sasa ni tabia zipi ambazo zitatusababisha sisi tufike katika upendo?
Yani ukijiona wewe hapo unachukichuki tu, yani wewe hauna unachokipendaga duniani. Umeona Kuna watu wako hivyo. Mtu yani kuna mtu yupo serious tu, hususan kuna watu wao wale wenyewe hawajuagi kupenda, maskini ya Mungu. Umeona Na akikupenda unajua anajipretend tu basi, lakini wala hayupo na wewe. Anataka tu kitu fulani. Tuko pamoja hapo Sasa ili kuutengeneza huu upendo, kuna tabia inatakiwa ulazimikane nazo, zitajaza upendo. Mimi nitakunukulieni riwaya kama 4 au hadithi kama 4. Zipo nyingi sana. Moja katika ahadithi ni hadithi kutoka kwa al-Imamu Sadiq alayhi salam. Imamu Sadiq alayhi salam alisema, thalatha turithul mahabba, mambo matatu yanakurithisha wewe, yatakufidisha wewe na kukupa faida ya mapenzi. Mambo gani hayo? Akasema ad-dinu wat-tawadhu'i wal-badhal, kwamba kitu cha kwanza ni dini. Hakikisha umeshika dini bwana. Ukishika dini utaanza kuona unaanza kupenda watu. Tuko pamoja hapo Lakini unyenyekevu, kuwa mnyenyekevu, sio jeuri, sio yani wewe ndio mkubwa kuliko watu wengine. Yani wewe ndio wewe, huwezi. Yani leo tunaja kinyume cha tawadhu ni takaburi, kiburi. Lakini tatu ni juhudi zako. Fanya juhudi zako, stick katika professional yako, fanya kazi kweli kweli. Kile unachokijua kile usikifanyie maskhara, kitendee haki. Wewe si fundi magari, basi wewe tengeneza magari mpaka basi. Wewe si unasoma mwanafunzi, yani ongeza juhudi shuleni. Tuko pamoja hapo Utaona jinsi gani utajihisi kwamba hizi tabia tatu zitakurithisha wewe. Utaanza kupenda watu, utaanza kupenda kizazi cha mtume, utaanza kumpenda mtume mwenyewe. Lakini vile vile akatuambia al-Imamu Ali ibn Abi Talib, na yeye akatutolea mfano. Yeye ametoa kwa ujumla, sasa anatuonyesha kwamba tabia zote nzuri lazima uzishike. Yeye akasema, thalatha yujibna al-mahabba, mambo matatu ukilazimikana nayo yanakupeleka unakuwa na upendo, unakuwa na mahaba. Mambo gani? Husnul khuluq, namba 1 akaisema ni tabia njema. Yani wewe jilazimishe tabia njema, utajiona unaanza ka upendo. Ulikuwa Imamul Husaini unamtazama kwenye kona fulani, leo utamtazama vizuri. Tuko pamoja hapo Lakini ya pili akasema, wa husnul rifq, ni kuendana vizuri na watu. Yani wewe unaishi na majirani zako, wewe unaishi na wafanyakazi wenzio, wewe unaishi na nani? Na wanafunzi wenzako shuleni. Basi ishi nao vizuri kwa wema, yani sindikizana nao vizuri. Sio kazi yako wewe ni kuwafanyia ubaya tu, au kuwadhihaki tu, au kuwatengenezea mazingira magumu. Sio hivyo. Kuwa mwepesi kwao, kuwa laini kwao, kuwa rafiki kwao. Tuko pamoja hapo Lakini vile vile akaja kusema la mwisho, atawadhu, unyenyekevu. Ukiwa mnyenyekevu utakuwa na upendo. Lakini vile vile Imamu al-Baqir alayhi salam, na yeye ametoa maneno hapa, akasema kwamba bishrul hasan wa talaqatul wajhi maksabatu lil mahabba wa qurbatun min Allah. Anasema kwamba kuwa na tabia nzuri na kukunjua sura, yani sio sura ile ya ususuwavu. Anasema hivi vitu ukiwa navyo vinafanya nini? Vitakuletea upendo. Utakuwa ni mtu sana wa kupenda watu, utapata upendo. Lakini vitakusogeza karibu na Mwenyezi Mungu, wa qurbatan ila Allah. Lakini akayafasiri sasa kinyume chake, akasema wa abusu alwajhi wa su'il bashar maksabatu lilmaqti wa bu'd min Allah. Akatuambia lakini kukunja sura, yani unapoona watu huna bashasha, watu wanakukera tu, unaona wanakusumbua tu, umeona
Anasema hilo jambo pamoja na nini, na muonekano wako ukawa ni muonekano yani kama vile una tisha fulani vya au wa kutia hofu fulani au una mazingira. Tuko pamoja hapo Anasema hivi vitu vinawajibisha wewe, lazima utakuwa hupendwi, wala upendo wewe uweze kupata. Hutopendwa mwenyewe na bala wewe mwenyewe hutowapenda wenzio abadan, na utakuwa mbali na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini riwaya ya mwisho ya 4, angalia Imamul Jawadi alayhi salam, na hawa wote ni wajukuu na ni ahla baiti, hao wajukuu wa Mtume Muhammad. Anasema thalatha khisalun tujtalabu bihinna almahabba, kwamba kuna tabia 3 ukisifikana nazo, tabia hizi 3 ukisifikana nazo, tabia hizo ukisifikana nazo zinakuletea mahaba. Ya kwanza, insafu fil muashara wal muwasatu fi shidda wa inqita'u wa intiwa'u wa rujuu ila qalbin salim, kwamba kama utakuwa na insafu fil muashara, yani ukawa ni mtu uko kati na kati. Unajua insafu iko hivi, tuifasiri kwa lugha yetu ya Kiswahili. Kuna wakati wewe unakuwa hauna, sio kama ushabiki, mathalan tuchukulie kana ushabiki, ndio mfano utakuja mzuri leo washabiki wa mpira hapo. Yani sawa, wewe hauwapendi timu fulani namba 1. Kuna timu namba 1 na timu namba, sasa timu namba 1 wewe huipendi, wewe timu yako ni namba 2. Lakini kuna wakati ile timu namba 1 ile inacheza mpira vizuri. Tuko pamoja hapo? Huu ni mfano Sasa wewe kwa nini usiwape sifa walionayo? Sasa ikitokea mtu japo kuwa yeye timu yake namba 2 haina uwezo kama walivyokuwa nao wale wengine, basi utamkuta huyu mtu atasema hapana, hawa jamaa namba 1 hawa wanajua, wanaweza, lazima tuwape haki yao. Lakini namba 2 sisi, umeona hatuwezi. Hiyo ndio maana inaitwa nini? Insaf. Mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Si mnyonge mnyongeni, lakini kuna kasehemu alifanya vizuri, si ndio hapo? Kama kale kasehemu alikofanya vizuri, kwa nini usimpe haki yake? Kwa nini usimsifi kwa kona ile? Tuko pamoja hapo Kwa hiyo moja katika mambo yanayoleta mahaba ni hiyo insaf. Aliyefanya vizuri mwambie vizuri, hata kama wewe sio mwenzio. Lakini vile vile muwasat fi shidda, kuna kuangaliana katika shida. Yani mtu unamuona mtu ana tatizo, unalitatua tatizo lake. Mtu ana shida, hiki ukiwa nacho ni tabia itakayokupeleka utaanza kuwa na upendo. Lakini intiwa wal intiwa'u warujuu ila qalbin salim, kujitahidi sana kurejea katika nafsu au qalbun salim. Qalbi salimu ni ule nafsi safi, nafsi tahir, nafsi ambayo haina makando kando, nafsi dhu akhlaqin aliya, ambayo nafsi ina tabia njema. Na tabia hii hata Mwenyezi Mungu kaisifu katika Qur'an. Mwenyezi Mungu kaisifu katika nini? Katika Qur'ani. Yani kwamba Mwenyezi Mungu anatuambia kwa lugha ya Kiswahili, na ikumbuka aya hii. Anasema kwamba Mwenyezi Mungu haangalii mali yako wala haangalii watoto wako siku hiyo ya Kiyama, isipokuwa yule aliyokuja na nini? Na qalbun salim. Kwamba mtu akiwa na moyo safi ndiyo Mwenyezi Mungu atakayefanya nini? Atakayempokea. Na hili niliongea jana kusema kwamba kupokelewa mbinguni, kwanza lazima dunia ikupokee. Uweze ukajidanganya kwamba mimi nitaenda peponi wakati huku wewe unaharibu mambo. Kuwa na kalbu salimu duniani kwanza, alafu peponi kule ni natija tunaenda kula. Ukiwa na kalbun radhila, ujue kwamba hata huko akhera utaenda kukaa kwenye shimo la moto. Sasa haya ni mambo machache nimependa kuyajibu kwa sababu ya swali lililoulizwa kwamba inawezekanaje mtu
akawapenda Ahlul Bait wakati anajihisi uzito? Unapenda, na vile vile ukiwapenda kuna tabia uwe nazo, ukishakuwa nazo utajikuta unasonga mbele.